Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kuchangia bajeti ya serikali. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na dunia kwa kutujalia afya. Kabla sijaendelea, naomba niunge mkono hoja ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu kwa sababu dakika ni chache, napenda kwanza nimpongeze Waziri wa Fedha Mheshimiwa Hamisi Musa Omari, naibu Mheshimiwa Mshamunde na naibu mwingine mwanangu Laurent Luswetula, lakini nimpongeze Waziri wa Mipango Profesa Kitula na naibu wake Dr. Chaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda naomba niende moja kwa moja kwenye hoja. Mchango wangu nitajielekeza kwenye mapato kuhusu TRA. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona TRA katika ukusanyaji wao wa mapato, lakini Wizara ya Fedha kwenye kuongeza mapato imeweka kodi kwa vijana wa bodaboda. Katika kitabu hiki ambacho Mheshimiwa Waziri wa Fedha alituletea, ukurasa wa 147, Wizara ya Fedha imeongeza kodi kutoka shilingi 95 mpaka shilingi 150 kwa bodaboda, usafiri wa miguu miwili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nachelewa kusema kwamba hapa tunaongeza tatizo kwa sababu bodaboda ni ajira ya vijana wetu. Vijana wengi wanapata hizo bodaboda kupitia mikopo kwa watu binafsi, lakini wengine wanapata hizo bodaboda kupitia mabenki mbalimbali kama NMB. Hata kule kwetu Katavi waliwakopesha bodaboda vijana. Nini matokeo yake? Tunapoongeza hii kodi ya kutoka 95,000 mpaka shilingi 150,000, tutawafanya vijana hawa waishi kwa stress ya kutafuta shilingi 150,000. Tutawafanya vijana hawa waendeshe hizi bodaboda kwa fujo na kusababisha vifo kuongezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naiomba serikali ifute hii kodi ya shilingi 150,000 na ibaki shilingi 95. Kwa nini? Serikali ina vyanzo vingi vya kupata pesa. Tunaweza tukapata pesa kutoka kwenye makampuni makubwa, sio kwa hawa vijana wa bodaboda. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Giteri. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru ili nimeongezee kidogo na mzungumzaji anaongea vizuri. Ni kwamba tuna matatizo makubwa katika swala la ajira, na vijana wetu wengi wamejitumbukiza kwenye mambo ya bodaboda na pikipiki. Ni lazima tuwatendee nafuu ili waweze kuongeza ajira katika maeneo hayo. Naipokea taarifa Mheshimiwa Taska. Mheshimiwa Mwenyekiti, naipokea taarifa kwa mikono miwili. Vijana wengi hawana kazi, kuongezea tozo ya shilingi 150,000 tunaongeza stress kwa vijana. Ninaomba serikali iondoe hii tozo, ibakize 95,000. Serikali ina vyanzo vingi vya kupata pesa. Inaweza ikapata pesa kutoka kwenye makampuni makubwa ambayo yanakwepa kodi. Inaweza ikapata pesa kutoka kwenye kodi za ardhi. Tuna wawekezaji wengi ambao wamewekeza huku Tanzania. Mtu namkuta ana ekari 6,000 za ardhi. Huyu abanwe alipe kodi ili serikali ipate pesa, sio kwa hawa bodaboda. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutoe stress kwa vijana kwa sababu hata viwanda vya kuajiri hawa vijana hatuna. Tuna viwanda vingi ambavyo vilikuweko viwanda 364 tulivibinafsisha. Serikali iwatafute hao waliobinafsishwa viwanda ambavyo havifanyi kazi, iweze kuvichukua na kutengeneza ajira kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni kuongeza thamani kwenye bidhaa zinazotengeneza kucha za kina mama.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafikiri wakati wanapanga hakukuwa kina mama. Huwezi kuongeza bidhaa za kutengeneza kucha za kina mama ili uweze kujenerate pesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba hii kodi kwenye vifaa vya kina mama, vifaa vya urembo, kutengeneza kucha, losheni zao, mawigi na kila kitu iondolewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo ningependa kulizungumza kwa sababu ya muda ni swala la EFD mashine. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa TRA, hizi mashine za EFD wanatakiwa wao ndo wawape wafanyabiashara, alafu wafanyabiashara wao waende wakakusanye kodi. Matokeo yake ni nini? Wao wanawalazimisha wafanyabiashara wanunue zile mashine, alafu wao wakachukue kodi. Na sheria inasema, Mheshimiwa Mwenyekiti, 1 minute. Sheria inasema hivi, wao ndio wanatakiwa wanunue zile mashine, na wasiponunua zile mashine anatakiwa yule mfanyabiashara akinunua ile mashine TRA imrudishie pesa au imkate kwenye ile kodi inayomdai, lakini TRA huwa haitoi hilo somo. Naomba niwaambie Watanzania, kama mtu alinunua EFD mashine aidai TRA imrudishie pesa zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Taska kwa kuzingatia muda.